Kama kuna kosa kubwa ambalo kocha Pedro Gonçalves anaweza kulifanya leo hii yeye na benchi lake la ufundi, basi ni kumwacha nje Pedro Pacome Zouzoua wakati watakapoingia dimbani kucheza mechi yao ya raundi ya 5 ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B dhidi ya wenyeji FAR Rabat. Ndiyo, inafahamika vizuri katika mchezo dhidi ya Al Ahly uliochezwa kule nchini Misri, kwenye kikosi chake kilichoanza wakati akipoteza kwa mabao 2-0, kocha Pedro Gonçalves alimwacha nje Pedro Pacome Zouzoua. Alikuja kuingia kipindi cha pili katika dakika ya 57 baada ya kumtoa Israel Patrick Mwenda. Hakika kwa anemfuatilia vizuri Pedro Pacome Zouzoua pindi akiwa fit, basi unaona kana kwamba kocha Pedro Gonçalves anajinyima baadhi ya huduma muhimu kutoka kwa mchezaji wake huyu. Kabla ya kuendelea, lazima tukiri kwamba kocha ndio kila kitu. Kocha ndiye anayejua vizuri wachezaji wake awatumie vipi katika mpango kazi wake, na lazima tuheshimu. Lakini katika mechi dhidi ya FAR Rabat iliyochezwa kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar na Yanga kupata ushindi wa bao 1-0, yaweza kuwa rejea nzuri juu ya namna ambavyo Pedro Pacome Zouzoua anaweza kuwa na msaada mkubwa kwa kocha Pedro Gonçalves katika mchezo wa leo hii utakaochezwa muda mchache ujao. Ni mchezo ambao unaweza kutoa hatima ya timu zote mbili katika michuano hiyo kwa msimu huu. Yanga ikishinda, halafu kwenye mechi nyingine JS Kabylie dhidi ya Al Ahly, JS Kabylie watakokuwa nyumbani, wakishindwa kumfunga Al Ahly, Yanga watakuwa wameshafuzu kwa hatua ya robo finali kabla hata kumalizia mchezo wa mwisho utakaocheza na JS Kabylie kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Lakini kwa FAR Rabat kama wanashinda kwa tofauti ya kuanzia mabao 2, basi bila kujali matokeo ya JS Kabylie na Al Ahly, FAR Rabat atakuwa amekwenda robo finali. Halafu safari ya Yanga kwenye michuano hiyo kwa msimu huu itakuwa imeishia hapa, licha ya kwamba bado na mchezo mmoja watakaocheza dhidi ya JS Kabylie. Sasa katika mazingira kama hayo, ni dhahiri kwamba hii ni mechi muhimu sana. Pedro Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao akiwa fit na akacheza kwa kiwango chake, basi anaweza kumpatia matokeo mazuri kocha Pedro Gonçalves kwa kushirikiana na wenzake, na hivyo kuwapa furaha wana Yanga, kuwapa furaha wa Tanzania katika mchezo huu muhimu. Ni kwa nini? Kwa kukumbushia tu, FAR Rabat katika mechi yao iliyopita ambao walishinda kwa bao 1-0 dhidi ya JS Kabylie, waliingia uwanjani kocha Santos wa FAR Rabat na mfumo wa baada golikipa alikuwa na walinzi 3, akawa na viungo 4, halafu akawa na viungo 2 na mshambuliaji 1. Ni kama 3-4-3, lakini 3 ya juu ni kama imenyumbulika, ambapo ilikuwa baada ya golikipa Reda Ahmed Tagnut akawa na walinzi 3 wakati ambao ni Nuhu Mohamed El Abdi, mchezaji wa kimataifa kutoka Mauritania, alikuwa na Marwan Ladwan, halafu alikuwa na Yunis Abdelhamid, mchezaji ambaye umri wake ni miaka 38. Ndio wachezaji 3 walianza kama wa ulinzi, wote urefu ni futi 6 na futi 6 plus. Halafu katika viungo 4 akawa na wingback upande wa kulia Anas Bash, mgongoni nambari 3, kushoto akawa na mchezaji wa kimataifa kutoka Angola Thor Caneiro, yeye mgongoni nambari 2, katikati alikuwa na Zinedine Darag pamoja na Mohamed Rabi Hirimat pamoja na Zinedine Darag. Halafu wale wawili wa mbele kulikuwa na Abdel Fattah ambaye Hadraf, yeye alikuwa anacheza hapa, Abdel Fattah Hadraf. Halafu upande mwingine alikuwa na Ahmed Hamudani, mchezaji mwenye umri wa miaka 34, mgongoni nambari 11. Mshambuliaji kinara alikuwa ni Mohsen ndiye alikuwa mshambuliaji kinara katika mchezo huu, Mohsen Burika, ambaye hata hivyo alikuja kutoka dakika 15 akaingia Hamza Kaba aliyefunga bao pekee la ushindi wakati akishinda kwa bao 1-0, ambaye naye alikuja kutoka akaingia Jamal Eshamak katika dakika ya 85. Sasa kwenye kucheza kwao huku, hakika Yanga kwenye mfumo wake vyovyote atakavyokuwa, labda 4-4-2 ama 4-2-3-1, lakini tunatambua kwamba Pacome huwa kwenye makaratasi anaonekana eneo hili Pedro Pacome Zouzoua. Namna atakavyoweza kuinufaisha Yanga pindi akicheza katika mchezo wa leo ni juu ya ule ubora wake katika kupigania mpira ambapo timu inapopoteza mpira, lakini kwenye kushambulia yeye Pacome Zouzoua katika mechi ambayo Yanga walishinda kwa bao 1-0 hakufunga, hakutoa assist, lakini ni mechi ni kana kwamba alikuwa ameiteka, alifanya anachotaka. Katika siku hiyo wakati wanashambulia Yanga, Pedro Pacome Zouzoua alipiga mashuti 2
moja on target. Lakini wakati Yanga wanakwenda kushambulia, Pacome Zouzoua kati ya mambo mengi ambayo aliyafanya uwanjani katika siku hiyo na kuvuruga kabisa mifumo ya kiulinzi ya FAR Rabat ni juu ya uwezo wake wa kutembea na mpira. Tunasema ball carrying distance, umbali aliotumia Pacome Zouzoua katika mechi dhidi ya FAR Rabat hakuna mchezaji amewahi kufanya katika msimu huu ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kwa mechi moja, kwa sababu ile ball carrying distance aliyoitembea Pacome Zouzoua katika mechi dhidi ya FAR Rabat pale Zanzibar ilikuwa ni mita 269.9, wakati FAR Rabat wachezaji wao wote 11 walioanza walitembea na mpira kwa mita 503. Kwa hiyo utaona Pacome peke yake mita alizotembea akiwa na mpira mguuni, akiwa tuseme mali ikiwa kwenye himaya yake, alitembea 54% ya mikimbio yote waliofanya FAR Rabat katika mchezo huo, wachezaji wake wakiwa na mpira. Nadhani imeeleweka vizuri. Lakini mikimbio hii ndani yake kuna ya kushoto, kulia, mbele, nyuma. Ile ya kwenda mbele peke yake Pacome Zouzoua alitembea kwa mita 175.8 kwenda mbele, wakati FAR Rabat mechi nzima mikimbio ya kwenda na mpira kwenda mbele, tunasema ile ball progressive carrying, yani unachukua mpira unaenda nao kwa kwenda mbele. FAR Rabat wachezaji walioanza walitembea kwa hasi 134 meters, yani kwa lugha nyingine ni kana kwamba walikuwa wanarudi nyuma kwa mita 134, wakati Pacome peke yake mita 175.8 za kwenda mbele. Yanga nzima katika mikimbio hii wakiwa na mpira mguuni, wachezaji wote 11 walioanza ilikuwa ni mita 443.4, Pacome peke yake mita 175.8. Unaweza kuona namna gani alikuwa anawavuruga. Lakini sio hilo tu, Pacome mbali na kuyafanya yote hayo, ile piga chenga yake anafanya anavyotaka katika mchezo huo na kuwavuruga wachezaji waliokuwa wanacheza upande wake, akida Anas Bash, Mohamed Rabi Herimat, kiungo ambaye alijikuta naye yuko bize kupambana na Pacome wakati anakwenda kushambulia. Matokeo yake Yanga katika mechi hiyo walipiga mashuti 15, 9 on target, wakafunga bao moja, wakati FAR Rabat walipiga mashuti 5, mawili yalikuwa blocked, matatu yaliyoenda ni moja tu lilikwenda kulenga shabaha. Aliyechangia kwa kiasi kikubwa kwa wao kutotekeleza vyema mipango yao ya kocha Santos ni pamoja na Peodo Pacome Zouzoua namna alivyocheza katika siku hiyo. Lakini yote 9-10 wakati Yanga inashambuliwa, wakati Yanga haina mpira wanao FAR Rabat, mchezaji aliyekuwa anatumika kama ndio mpora mipira mkuu wa Yanga katika mchezo huo, ball winning machine, alikuwa ni Peodo Pacome Zouzoua, kwa sababu alipora mipira 9, hizi ball recoveries, kurejesha mipira kutoka katika himaya ya FAR Rabat kurejea kwa Yanga, alifanya mara 9, na ndiye mchezaji aliyeongoza kupora mipira uwanjani katika siku hiyo, kwa sababu licha kwamba yeye ni kiungo ushambuliaji, lakini kwenye kuipigania wakati hawaimiliki yeye alifanya mara nyingi kuliko mchezaji yoyote uwanjani. Aliongoza yeye mara 9, aliyefuatia kwa idadi ni Mohamed Rabi Herimat wa FAR Rabat, na odha wao alipora mara 6, yani yeye akimzidi mara 3 katika mchezo huo. Sasa kwa hiyo Pacome anakupatia katika mechi alitoa huduma zote. Kwenye kushambulia alikuwa deadly, kwenye kuzuia yeye ndo alikuwa ndio kila kitu kuliko wachezaji wote uwanjani katika kupora mipira. Sasa FAR Rabat wakati wanaifunga JS Kabylie bao 1-0, bao lilofungwa na Hamza Kaba alilotoka kuelezea, maeneo alikuwa akitambia ni pamoja na haya ya kulia anapopatikana Nuhu Mohamed El Abdi, anapopatikana Anas Bash, lakini pia wakipata sapoti kutoka kwa Mohamed Rabi Herimat, lakini wakiwa na Abdel Fattah Hadraf kwa upande huu wa kulia. Peodo Pacome Zouzoua akicheza akiwa kwenye kiwango chake bora. Hawa wote kwa aina yake ya uchezaji watajikuta huduma yao katika kushambulia iko down, iko chini, kwa sababu Pacome Zouzoua atakuwa akishiriki katika kuzuia mikimbio yao, lakini kwenye kushambulia anaweza akawa hatari, na uzuri wake wanafahamu mchezaji huyu nambari 10 mgongoni, lazima kwenye mipango yao watakuwa wanahangaika namna gani ya kumcontain, ya kupambana naye, kwa sababu aliwatibulia mno. Kumbuka ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, baada ya michezo minne FAR Rabat wamepiga mashuti 40. Yes, katika mashuti 40 waliopiga yaliolenga shabaha 10, wamefunga magoli 2, lakini wao wamepigiwa mashuti 12 ya kulenga shabaha shots. Wamepigiwa na wapinzani wao mashuti 12 ya kulenga shabaha, wao wakiwa wamepiga mashuti 10. Kwenye mashuti ya 12 wameruhusu mabao 2,
Kwenye mabao hayo mawili walioruhusu, moja ni ile la Prince Mpumelelo Dube walilofunga Yanga wakati wa 21 bila, lakini kubwa zaidi kwenye mashuti 12 waliopigiwa mechi walizocheza dhidi ya JS Kabylie mara mbili, ya kwanza bila, ya pili wameshinda 1 bila. Mechi dhidi ya Al Ahli iliyoisha kwa sare ya 1-1, zote tatu kwa ujumla walipigiwa mashuti ya kulenga shabaha matatu tu. Kwa lugha nyingine, mashuti 9 walipigiwa na Yanga. Unaona namna gani ambavyo Yanga ilikuwa hatari, na miongoni mwa sababu za Yanga kufika sana kwenye lango lao ni pamoja na uchezaji wa Peodo Pacome Zouzoua, alikuwa akifanya ayatakayo katika mchezo huo. Sasa wakati anashambulia Yanga mechi, wakati anacheza na JS Kabylie, huyu Nuhu Mohamed El Abdi, mipira ya chini tunasema ground jewels, katika mechi hiyo dakika 90 dhidi ya JS Kabylie alipigania 4, hakufanikiwa mpira wowote. Mipira ya juu alipigania 3, alifanikiwa 1. Tackling, kuingia uvunguni, kuwini mpira, kufanikiwa bila kusababisha madhara kwa timu yako. Huyu beki mojawapo wakati wakipanga 3-4-2-1 hakufanya tackling dakika 90 yoyote. Kwa sababu hiyo, kama Peodo Pacome Zouzoua anacheza na anakuwa kwenye kiwango chake bora, huyu Nuhu Mohamed El Abdi mgongoni nambari 24 anaweza kawa njia Pacome kufanya takayo, na kwa sababu akimzidi, maana yake akina Mohamed Rabi Hirimat aje kutoa msaada au Marwan Luane aje kutoa msaada, na hivyo kutoa fursa sasa kwa wachezaji wengine kina Pacome, akina Prince Mpumelelo Dube, akina Depu na wengineo, kina Maxim Pianzengeli. Inategemea mwalimu atakavyopanga. Kwa hiyo unaweza kaona Pacome ni mchezaji muhimu sana katika mchezo huu. Pacome akipata nafasi ya kucheza anaweza kawaathiri kisaikolojia, kwa sababu anajua kule Zanzibar alikuwa anafanya ayatakayo. Lakini pili ni kutumia udhaifu wa eneo lao la ulinzi wa kulia pindi anapokwenda kushambulia, kwa sababu siku ile eneo hili Yanga walitumia vizuri sana kwa kina Anas Bash. Tatu, atawafanya FAR Rabat wasiwe hatari kutoka katika eneo lao hili, kwa kutambua kwamba kabla ya kupambana na Mohamed Hussein Shabalala au Shadrack Isakaboka, mabeki wa kushoto wa Yanga yeyote atakayepangwa, lakini wana kazi ya kupambana na Pacome Zouzoua ambaye yeye ni pressing machine wa kocha Pedro Gonçalves. Ni mchezaji ambaye amekamilika katika maeneo yote mawili kwa namna alivyocheza dhidi ya FAR Rabat. Kwa sababu hiyo, binafsi naona kana kwamba kocha Pedro Gonçalves hana sababu ya kuchelewesha kupata huduma kutoka kwa Pacome Zouzoua kwa kumwanzisha nje. Lengo katika mchezo huu ni kushinda. Ikishindikana basi walau sare, kwa sababu Yanga sare wakipata, kwanza head to head dhidi ya FAR Rabat watakuwa wako juu, kwa sababu mechi ya kwanza walishinda wao. Kanuni za CAF, mkilingana point, jambo la kwanza wanaangalia head to head. Yanga kwa sababu walishinda 1 bila nyumbani, sare itakuwa inawafanya wawe na matokeo mazuri zaidi dhidi ya FAR Rabat, maana mwishoni baada ya raundi zote 6 uwezi jua nani amepata pointi ngapi. Ikitokea wamelingana point, basi Yanga anakuwa zaidi ya FAR Rabat. Lakini la pili ni kwamba wakitoa sare, Yanga bado atakuwa na nafasi ya kuamua hatima yao kupitia mikono yao wenyewe na sio kusubiria matokeo ya wengine, kwa sababu mechi dhidi ya JS Kabylie wakishinda wanatimiza pointi 9, na hivyo watakuwa tayari wamesonga kwa hatua ya robo finali endapo wataepuka kufungwa na FAR Rabat. Wakishinda itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu wanajiongezea nasibu ya kusonga hatua ya robo finali moja kwa moja, hasa kwa kuzingatia kwamba JS Kabylie walio mkiani wakiwa na pointi 2, wakiwa wameruhusu mabao 5, wamefunga bao 1, wana mtihani mzito kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Al Ahli. Sasa ikitokea hawajapata ushindi alafu Yanga wameshinda, kama tulivyotoka kuzungumza awali, kufafanua awali, ni kwamba Yanga watakuwa wamekwenda moja kwa moja hatua ya robo finali. Kutimiza yote hayo, kocha Pedro Gonçalves usimwache nje Pacome Zouzoua, mweke uwanjani, amasike, afanye kile alichokifanya kama ilivyokuwa katika mechi ya kwanza visiwani Zanzibar, ili kuwapa furaha wa Tanzania, kuipa furaha Yanga. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii. Hakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.